Africans wako bora na Simba wako bora. Kwa hiyo tutarajie kuona mchezo ambao utakuwa ni mgumu, ambao utakuja kuamuliwa na mbinu za mchezaji mmoja mmoja, si mbinu za nani za kocha, bali mbinu za mchezaji mmoja mmoja. Yani kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndio ambao utakuja kuamua kwamba leo sisi tunaondoka na alama 3 au sisi leo tunapoteza alama 3 katika mchezo huo. Naam. Sawa, na tukisonga mbele tukisonga mbele bana, jana hapa tulikuwa tunazungumza na mwenzangu Marco Pastori, tukao watu tunawapa mkeka bana. Ndio. Tukawapa mkeka kupitia Betway bana. Sawa. Na bana umetiki. Watu wamekula kitu. Yani kwa wale waliotusikiliza watu kwa nini kusema nyinyi mnakuwa mnatoa majibu yani ukweli. Ndio hivyo, kwa sababu sisi ni watu wa soka, vitu bana tunavijua. Ndio. Jana tuliwaambia kati ya Juve na Hellas Verona, tukampa Juve bana katoa hela. Lakini pia kati ya Nottingham Forest pamoja na Ipswich tukamwambia bana GG. Kote. Ilikuwa hivyo. Kwa hiyo hiki ambacho tunakuwa tunakizungumza kwa wale ambao wanafuatilia Sports Corner, pengine wanaweza kuwa wananufaika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo jana hiyo ni michezo ambayo imechezwa na Juve. Jana ameshinda kidogo. Mbali sana. Afrika sepa. Kuna matukio ambayo ya hiari na ambayo sio matukio ya hiari. Umeona bwana? Kutembea. Sasa wakati tunalitafakari hili kwenye upande wa soka na kandanda, ulikuwa unaendelea? Nilikuwa naendelea. Nasema bana jana Juve amefanya vizuri kwa nyumbani kwenye mchezo wa ligi na akafanikiwa kushinda mabao 2-0 dhidi ya Hellas Verona katika mchezo huo wa jana. Lakini mbali ya hivyo pia sisi kama wanasoka tunaendelea kufurahia kwa sababu pia leo bana usiku wa Ulaya unaendelea. Leo usiku wa Ulaya unaendelea kwa michezo kadhaa kupigwa, kwa maana kwamba UEFA Champions League kama unafahamu Jumanne na Jumatano shughuli huwa inakuwa hiyo. Kwa maana kwamba leo bana Club Brugge atakuwa anacheza na Aston Villa majira ya saa 2:45 usiku, wakati Borussia Dortmund yeye atakuwa na Lille majira ya saa 5 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini PSV Eindhoven yeye atakuwa dimbani hiyo saa 5 dhidi ya washikaji wa London. Ndio. Lakini bana game ambayo inatarajiwa kuwa kubwa kwenye UEFA leo bana ni derby. Leo derby ya Hispania inawakutanisha miamba kati ya Real Madrid na Atletico Madrid saa 5 usiku, miongoni mwa game ambazo zinakuwa ngumu wakikutana Real Madrid pamoja na Atletico Madrid. Kwa hiyo leo tunatarajia kuona mchezo wenye ufundi mwingi, kama tunavyofahamu kwamba ligi ya La Liga mara nyingi ni mchezo ambao ni ligi ambayo inakuwa na mafundi wengi wanakuwepo. Mchezo ambao unakuwa na pasi nyingi sana. Ufundi ni mwingi sana ligi ya La Liga. Ndio maana wengi huwa tunapenda sana kuangalia La Liga kwa sababu kuna vitu vingi tunaviona kule, tofauti na ligi ya Uingereza, licha ya kwamba ligi ya Uingereza ni ligi maarufu sana. Sawa, lakini ligi pendwa bana La Liga kwa mambo ya burudani kama ugaibuni leo patam bana UEFA. Wengi tutaangalia mchezo huu kati ya Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid kwenye derby hii ya leo. Kwa hiyo leo bana kuna mambo mazuri. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapenda pengine kutupia mikeka na nini, tukutane pale kwenye Sports Corner. Sawa. Safi kabisa. Saa 2:15 pale tutashusha vitu. Watu wapate nini? Wapate nani? Wapate pesa. Safi kabisa. Wana bana. Lakini nasikia kwamba Malone pamoja na Kamara wanaweza wakaiwai Young. Wale kwa sasa wako sawa. Na kama kumbuka Malone Fondo alipata majeraha katika mchezo uliopita kabla ya mchezo ule wa Coastal. Kwa hiyo ndio maana kwenye mchezo wa Coastal hakuwepo. Kwa hiyo wale kwenye mchezo unaokuja watakuwepo.
kwa maana kwamba jana nilimsikia hata msemaji wao wakati anazungumza anasema kwamba wamesha recover kwa sasa, wako vizuri na nini, licha kwamba kama Kamara yeye na ilikuwa ni kupewa tu mapumziko na nini, hakuwa na majeraha kiasi hicho, isipokuwa tu labda Chemaloni Fondo ndiye ambaye kidogo alipata majeraha. Kwa hiyo ni wachezaji ambao nafikiri pia wakiingia kwenye mfumo wanaweza wakaisaidia, licha kwamba pia hata Shamu Karabwana yeye pia kwenye mchezo uliopita, hata ule mchezo kati ya Azam pia alionyesha kile alichokionyesha, mchezo dhidi ya Coastal pia alionyesha. Kwa hiyo pia na yeye anaanza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu na kuonekana kwamba pia ni miongoni mwa madefender ambao wana kitu ambacho wanaweza wakaisaidia timu. Lakini pia kwa upande wa wachezaji kwa mfano kama Young Africans hatuna taarifa ya majeruhi, kwa sababu kiangalia, lakini kuna baadhi wanasema kwamba walimuona Aziz Ki hospitali. Sasa kumuona inawezekana ameenda kusalimia wagonjwa. Inawezekana ameenda kusalimia wagonjwa, ndugu jamaa na marafiki walioko kule. Aziz Ki si majeruhi. Sawa. Si majeruhi, ni mchezaji ambaye yuko sawa sawa. Lakini pia kuna issue moja ambayo imekuwa nikitembea katika mitandao nikawa naiona, ni kuhusiana na waziri wa fedha Mwigulu Nchemba. Yeye alishauri kwamba katika dabi ya kesho pawepo na ile dabi ya tarehe 8 kumradhi, tarehe 8 pawepo na ile VAR. Jana pia kuna mafunzo yalikuwa yanaendelea, na nafikiri sitaki kusema kwamba itakuwepo kwa sababu bado waamuzi wetu wanaendelea kunolewa kwenye matumizi ya VAR. Sawa. Sijajua kwa sababu mitambo ipo. Unakumbuka Azam pia waliwahi kuonyesha na nini mitambo ipo na nini, lakini sijajua kama mafunzo labda ya siku 2-3 na nini yanaweza yakafanywa kazi kwenye huo mchezo, unless labda tupate wataalamu wengine kuja nje kwa ajili ya kuja kuchezesha huo mchezo. Lakini sitarajii kuona kama VAR ikitumika, ila kama watu wenyewe wameshauriwa na wakakubali itumike, kila kitu kinawezekana. Na nafikiri pia inaweza kuwa njia nzuri ya kuweza kuamua michezo, kwa sababu kiangalia hata mchezo uliopita uligubikwa pia na mambo mengi ambayo yalionekana kama pia ni madhaifu ya kiuamuzi, yani madhaifu ya kibinadamu. Pengine kama kungekuwa na VAR, pengine kuna maamuzi pengine ambayo yangeweza kusahihishwa na yakaonekana yako sawa, umeona. Lakini madhaifu yale yalionekana kwa sababu tu za kibinadamu, umeona. Pia na mimi ningeungana, kwa sababu VAR pia inapokuwepo inasaidia kuondoa ule utata. Pengine mtu amepata goli ambalo sio sahihi, au mtu mwingine labda amefanywa madhambi ambayo sehemu sio sahihi, ambayo inaweza kaamua penalty na nini, alafu mwamuzi akapeta. Kwa hiyo inapokuwepo VAR inasaidia kuondoa ule utata, kwa maana kwamba tukio kujiridhisha mara mbili, kuangalia ni si hukumu kwa kuonea, ni si hukumu kwa kufanyaje, kwa kupendelea. Kwa hiyo matumizi ya VAR ni muhimu, kwa sababu hata wanaoleta VAR ni baada ya kuona kwamba kwa binadamu, yani kibinadamu, kucontrol ile matukio yote inawezekana pia kukawa kuna ugumu. Ndio maana yanakuja ile picha mjongeo, kuangalia mrejeo wa matukio yale ambayo yamefanyika, ambayo yana utata, ili ujiridhishe unapotoa hukumu kama muamuzi, iwe ni hukumu ya nini, iwe ni hukumu ya kweli. Kwa sababu kama mchezo kama huu ambao ni dabi, unakuta una tension kubwa sana, kila mchezaji yuko kwenye moto. Kwa hiyo kama muamuzi unapaswa kwanza uangalie namna ya kuweza kucontrol wachezaji, lakini pia namna ya kuweza kucontrol mchezo wenyewe na kutoa maamuzi ambayo yako sahihi. Kumbuka, tukio moja linapotokea, sawa, yani wewe unatakiwa ulitafsiri ndani ya sekunde zisizozidi 3 au mpaka 5. Kama hujaona ndio hapo sana napokuambia unapaswa ulitafsiri ndani ya hizo sekunde. Yani unapopuliza, yani mtu yuko kwenye movie labda amefanywa foul, unapopuliza na maana tayari umeshajua nini ambacho unaenda kuamua. Kwa hiyo inahitajika umakini mkubwa sana kwenye kuamua. Ndio maana inakuwepo hizi VAR kwa ajili ya kusaidia. Isha kutokea refa kapuliza kipenga alafu kafika kule, mimi kwa sijaona kitu vizuri. Iliwahi kutokea wakati mmoja, nakumbuka miaka ya nyuma, ilikuwa ni kati ya Lipuli dhidi ya Young Africans. Sawa? Goalkeeper alikuwa limetacha mnata, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri. Chuma imepigwa ndani, mpira ameudaka kwenye nguzo ya ndani, sawa, ametacha mnata. Ndio. Kwa asilimia kama robo 3 mpira ukao uko ndani ya neti. Goal inamaanisha hiyo. Muamuzi akaamuru iwe kona. Sasa unajiuliza inakuwaje kona? Yaani muamuzi akamwambia toa bana, ikapigwa kona. Kwa hiyo muamuzi alikuwa ndivyo sivyo. Ndivyo sivyo.
yani maamuzi ya kibinadamu. Sawa. Umeona? Maamuzi mengi yanatokea kama hayo, mwisho wa siku inajikuta umeumiza timu moja. Kwa mfano kama mchezo huu wa tarehe 8 ni mchezo ambao unaangaliwa kwa nafasi kubwa kwamba huenda mbio za ubingwa zikaanza kuonekana kupitia ule mchezo. Ikiwa mmoja atapoteza au ikiwa hata mmoja kama ta draw, pengine huenda ikaanza kuashiria kwamba fulani anaweza kaabingwa. Sababu ya michezo mingine iliyosalia. Bana, tukiwa tunasonga mbele. Tusubiri hiyo dabi ya tarehe 8 ambayo itakuwa ni sherehe pia. Na ni siku pia. Ulikuwa unasema kuna sherehe gani tena? Unasema ilikuwa ni sherehe nini tena? Siku ya wanawake. Ndio hiyo tarehe 8. Tarehe 8. Kwa umeandaa nini siku ya wanawake? Umeandaa nini? Yaani dabi ni saa 1:15 nadhani jioni. Saa 1 jioni. Alafu sherehe za wanawake zinaanzaga kuanzia saa 4 hivi asubuhi. Alafu dabi kisha tunaendelea na sherehe za wanawake. Kwa hiyo after party itakuwa mpaka asubuhi. Kwa sababu ni Jumamosi kuamkia Jumapili. Okay. After party itakuwa wapi? Kwanza sherehe mnasherehekea wenyewe? Yani ni siku ya wanawake, sio sherehe, ni siku ya wanawake, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Sasa unaenda kusherehekea? Nakwambia hivi ni tunaadhimisha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kwani hujajua kinachofanyika Arusha kule? Mnaadhimisha pekee yenu? Sio kwamba kuadhimisha pekee yetu. Ni ningeshangaa kama ungesema mnaadhimisha pekee yenu wakati ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Naomba unielewe. Sijasema tuenda kuadhimisha sisi wanawake. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo jichanganye hapo. Naomba mnawashirikisha. Jichanganye. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, pigia mstari hapo. Mnaadhimisha wenyewe? Nakwambia hivi ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Hawani wenyewe sio wenyewe. Ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Mnaadhimisha wenyewe? Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Tuendelee. Mpaka tunamaliza. Alikwepa huyu. Hapo mpaka usiku wa manane. Mpaka usiku wa manane. Kwepa. Ukataa mtego bwana. Kwa sababu sio mara ya kwanza kwa maadhimisho ya kuwepo yapo kila mwaka. Hapo mpaka usiku wa manane. Mpaka usiku wa manane. Mpaka usiku wa manane. Yaani kwanza mimi naona hata hiyo dabi imekaa sehemu nzuri kwa sababu saa 4 mpaka saa 12 shughuli inaekwa sio inaisha, unaweka nukta. Tunaingia kuangalia dabi sasa. Hapo baada ya dabi saa 1, si ni saa 1? Saa 1 baada ya hapo ni dakika 90 ile dakika 90 kisha kuanzia hapo mnapanda juu ya meza. Bana, wakati tukiendelea na kwamba leo pia kutakuwa na championship pale Uingereza ambayo itaendelea kati ya Cardiff City atakuwa anacheza na Burnley, wakati Hull City atakuwa anacheza na Plymouth, na Millwall atakuwa anacheza na Bristol City, wakati Preston Northern atakuwa anacheza na Swansea City. Ni majira ya saa 4 na dakika 45. Michezo yote hiyo itapigwa hii leo. Sasa bana, kijana alikwambia atakuja kuambia tofauti ya hustle za maskini na tajiri. Yes, jana ulitutia hiyo alafu ukapotezea. Bana, maskini ni miongoni mwa watu wakipata fursa wanapambana kweli kweli, anajua hii ndio tobo langu hili. Yaani nikicheza hapa hakuna mlango mwingine. Lakini mtoto wa tajiri na nini inakuwa ni tofauti. Yeye anajua kwamba hata hapa nisipotoboa kwa sababu nyumbani kuna vyanzo vingi, mzigo upo, kwa namna yoyote nitaishi maisha mazuri. Sasa bana, hii naizungumza kwa nini? Mtoto wa Cristiano Ronaldo umri wa sasa aliofikia, na yeye ni mwanasoka. Sawa, lakini bado anacheza kwenye academy za watoto. Na yeye ni mwanasoka. Sasa Cristiano Ronaldo akawa anazungumza kwamba umri wa mwanangu alionao, yani ni sawa kabisa, vitu anavyofanya anavifanya kama vile nilivyokuwa navifanya nikiwa kwenye umri wake. Kwa maana kwamba wakati nipo kwenye umri wangu, kitu ninachokifanya vinafanana kabisa, hatuna tofauti. Na mtoto wake. Na mtoto wake. Kwa hiyo wanataka kumaanisha kwamba DNA imesema iko sawa. Vinasaba viko sawa. Yaani mpaka maujuzi yale ya kuchezea boli huyo wako wake. Viko sawa. Sasa anasemaje? Anasema kwamba licha ya kwamba mwanangu anaonesha kuwa na vitu hivi, lakini sifikiri kama atakuja na kuwa na njia ya mafanikio kama nilikuwa nayo mimi. Njia ya mafanikio. Njia ya mafanikio. Sasa si mzigo upo pale, Dingi kashaweka kila kitu. Sasa Dingi wasiwasi wake ndo huo, kwamba huenda asifikie mafanikio niliyofikia mimi kwa sababu yeye hana njaa.
yani kila kitu unachokitaka kipo. Lakini mimi wakati huo nilikuwa napambana kwa sababu ndio nilikuwa najua kabisa yani mimi yani nyumbani yani natoka nikukavu kweli kweli. Kama deshi kashapiga deshi nyingi. Yani kashapiga deshi, na wakati huo ilikuwa ni yeye akitoka mazoezini ile jioni anaenda nyumbani, anapita sehemu kuomba kwenye duka la chakula, anaenda kuomba baga zile ambazo zimebaki na nini. Sawa. Ronaldo, apate msosi ili aende nyumbani kulala. Cristiano Ronaldo. Wakati huo.